Kwa hivyo mtu anaweza akajua hatima yake, alizaliwa kufanya nini, kupitia kwa neno la unabii. Na nikasema ya kwamba kuna unabii ambao uko na muda kabisa. Wana wa Israeli wakaambiwa watatoka katika nchi ya Misri baada ya miaka 400, lakini kwa sababu ya kutoomba, kwa sababu ya kukaa tu wakiwa wamerelax, shetani akakuja akaingilia, akawa wamekaa katika nchi ya Misri kwa zaidi ya miaka mingine 30. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 3, maandiko yasema, wakati mnaposema kuna amani, ndio huja uharibifu. Ni vizuri pamoja na kuwa kuna amani na umetabiriwa unabii, umetabiriwa neno la kinabii, ukawa mtu ambao ni wa kufuatilia, mtu wa kuomba sana, kwa sababu shetani alisikia wakati ule ulipotabiriwa, na usipoomba shetani anaweza akaweka kizuizi usije ukapata kile ambacho ulikuwa umetabiriwa. Wana wa Israeli wameambiwa mtatoka katika nchi ya Misri baada ya miaka 400, lakini wakakaa kule kwa miaka mingine zaidi 30 wakiwa katika nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nikasema ya kwamba unabii kuna ule uko na muda, lakini uko na challenge ya kuzuiliwa na shetani, kwa sababu shetani anajua wakati ule ambapo umetamkiwa hilo jambo litatokea. Lakini pia unabii unaweza ukawa usiwe na muda, kama vile tumesoma mistari mingi tu, kama kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya nilikuwa nimekusomea Isaya mlango wa 3 mstari wa 10. Maandiko yasema ya kwamba waambie wenye haki watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Huu nabii hauna muda, kwa hivyo lazima ucreate muda wa huo unabii. Lakini pia unabii unaweza ukawa diverted, mtu mwingine akaupokea akapata kile ambacho ulikuwa umetabiriwa. Kwa mfano ukiangalia Yehu alikuwa ameambiwa utakuwa mfalme baada ya Ahabu kutoka katika utawala, lakini unashangaa kwamba Yehu akakosa kuwa mfalme, akawa mtu wa kawaida, ikabidi akakuja kuwa anointed mara ya pili. Mara ya kwanza alimwagiwa mafuta na Elijah ili awe mfalme, lakini akawa mtu wa kawaida. Mfalme mwingine ambaye ni mtoto wa Ahabu anaitwa Yoramu, sijui ni Yoramu ama ni nani, akaingia katika utawala kwa sababu Yehu pamoja na kuwa alimwagiwa mafuta na akatabiriwa, lakini alizidi kukaa mtu wa kawaida, hakuchukua hatua. Wakati ule alipochukua hatua, akaenda akamua Jezebel, akamua yule mtoto wa Ahabu ambaye anaitwa Yoramu. Ndio hivyo sasa alikuja kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo kuna kuchukua hatua baada ya kuwa umetabiriwa. Maana unabii unaweza ukawa diverted, mtu mwingine akapokea ule unabii ama akapokea ile neno la kinabii na akakuwa kile ambacho wewe mwenyewe ulifaa kuwa. Ndio maana nimekusomea kwenye kitabu cha Isaya 55 na mstari wa 11. Maandiko yasema ya kwamba kama vile mvua ishukavyo toka mbinguni ikampa yeye alaye chakula na anayepanda mbingu, ndivyo lilivyo neno la Mungu litokalo katika kinywa cha Bwana. Alitapita bure, bali litatimiza mapenzi yake, nao litafanikiwa katika jambo lile alilolituma. Neno la Mungu halipiti bure. Kama neno limeachiwa, lazima litimie, kwa sababu neno huwa alifi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 19, maandiko yasema hivi: Samueli hakuacha neno lake lolote liende chini. Ile neno maandiko yasema kwamba neno liende chini, inamaanisha kwamba chini ni kuzimu. Kwa hivyo unaposhindwa kupokea neno, kuna watu wa kuzimu ambao wanakuanga ready kupokea ile neno na wakue kile ambacho ulifaa kuwa, ukikosa kupokea neno la kinabii. Samueli anasema hakuacha, maandiko yanasema kwamba Samueli hakuacha neno lake lote, neno lake liende chini. Ina maana liende kuzimuni ama likose kutimia kwa yule ambaye alikuwa anatabiriwa, mtu wa Mungu, lakini litimie kwa mtu mwingine wa kuzimu. Sijui kama naeleweka. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa kwanza na mstari wa 10, maandiko yasema kwamba alikuja kwa walio wake, lakini walio wake wakamkataa, bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Yesu alipokuwa mbinguni alikuwa neno. Sasa akakuja hapa duniani
na alipokuja hapa duniani bado yeye ni neno, lakini akapewa jina la Yesu. Kuna wale ambao walikuja ili kuwaokoa, kuna wale ambao walikuwa wamekuja ili kuwasaidia, lakini wakamkataa. Kwa hivyo neno likija kwako na ukalikataa, linakuanga diverted, maana neno la Mungu haliwezi likapita bure, linaenda kwa mtu mwingine. Yesu anasema Maandiko yanasema Yesu alikuja kwa walio wake wakamkataa, lakini waliomkubali. Kumbe kuna wale ambao ile neno ama Yesu kama neno alikuwa amekuja kwao, lakini wakamkataa, lakini wale ambao walimpokea, ambao ni watu wa mataifa, wakafanywa kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo neno la kinabii linaweza likaachiwa, lakini likakosa kuwa na impact kwako, likakosa kukufanya kile ambacho kimebebwa na ile neno. Kama number 1 hautalipokea, number 2 hautakuwa na imani iliyo na matendo ya kupokea ile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hatima yako ama kuitimiza hatima yako, kuna vitu fulani ambavyo ningependa uvione hapa ama uvielewe. Jambo la kwanza, katika kuitimiza hatima yako, kuna makundi ya watu ambao ni lazima hao watu utakutana nao kwenye safari yako ya kutimiza hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao watu wanakujanga kwenye, yani inakuanga ni lazima ukutane na hao watu kwenye safari ya kutimiza hatima yako, na lazima ujue utakabiliana nao ama utakaa nao kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kundi la kwanza inaitwa kundi la makutano wengi. Hao watu lazima utakutana nao. Yesu amewahi kukutana nao katika hatima yake ama katika safari yake ya kutimiza kile ambacho kilikuwa kimemleta kufanya hapa duniani. Kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 21 na mstari wa 8, maandiko yanaelezea kuhusiana hili kundi. Yesu alipokuwa anaelekea Yerusalemu, wakatandaza mavazi ili Yesu apite juu ya yale mavazi. Wakavua mavazi yao wakatandaza kwenye njia, Yesu akapita juu yake. Ili ni kundi la watu ambao watakusifia unapoonyesha dalili za mafanikio, lakini utakapoanza kufanikiwa ndio watu ambao watakupiga mawe. Maana hao watu ndio watu wanamsifia Yesu akiingia Yerusalemu. Maana maandiko yasema kwamba walikuwa ni kundi la watu wengi. Lakini jambo moja ambao unafaa kujua ni kwamba ili kundi la watu hawakuangi na information yako vizuri, hawakuangi wanakujua ni nani, hawakuangi wanajua hatima yako. Kwa hivyo ukishawishika ukawafuata, ukishawishika ukawasikiliza kwa kila jambo, ujue kwamba utapoteza hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwenye kile kitabu cha Mathayo 21 na mstari wa 10, maandiko yanasema ya kwamba wanauliza Yesu, wanauliza huyu ni nani? Ina maana wametandaza mavazi ili Yesu apite, wakamsifia Yesu, lakini baadaye wanauliza huyu ni nani? Ndio maana utaenda kwenye maandamano, unapata kwamba kuna watu wanaandamana lakini hawajui ni nini kinafanya waandamane. Wamebebwa tu. Ni kundi la watu ambalo haufai kuwaendekeza katika hatima yako, maana hao watu unapoonyesha dalili ya kufanikiwa atakushangilia, lakini ukifanikiwa ama ukianza kufanikiwa ndio watu ambao watasema asulubiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu anasema nina kondoo wengi ambao sio wazinzi hili, ambao inanipasa niwalete. Anasema inanipasa niwalete kwenye zizi. Hawa ni watu ambao Yesu anajua kwamba anaweza akawabadilisha wakawa wake, lakini ni kundi ambalo alikuangi linajua assignment yako, ni kundi ambalo alikuangi upande wako, ni watu ambao wanakuanga hata hawajaokoka, lakini watakusifia kwa kile ambacho umeanza kuonyesha dalili ya kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo Yesu anapofika hekaluni, kwa sababu anajua hili kundi sio kundi la kuendekeza, alianza kuwakangua. Najua kama ungekuwa ni wewe, ule mstari wa 12, mstari wa 12, najua ungewaendekeza kama ungekuwa